Huu ni umati wa wananchi wa kata ya Nzega mjini Magharibi wakimsindikiza kwa shangwe diwani wa kata hiyo Godfrey Malema, waliyemwamini na kumpa kura nyingi za ushindi mwaka 2020. Miaka 5 baadaye ni wakati wa tathmini. Hapa Malema anayafungua makashabrasha yake ya miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM katika mkutano mkuu maalum wa halmashauri kuu ya chama hicho katani hapo, ulioongozwa na kauli mbiu isemayo tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Tulisema kwanza kabisa tutainua elimu katika kata yetu, lakini pia tukasema tutafanya kwa ustadi mkubwa hasa miundombinu ya barabara, lakini pia tulisema tutapunguza au kuondoa kabisa kero ya maji katika kata yetu, kwa sababu kulikuwa na kero kubwa. Lakini pia hawa watu wote ukifanya yoyote hauwezi ukaleta maendeleo ama kupeleka maendeleo wakiwa wagonjwa. Tukasema kwa namna moja ama nyingine tutaipunguzia mzigo hospitali yetu ya wilaya, kwa maana ya kujenga zanati na mpaka vituo vya afya. Naomba kidogo niwapitishe hawa wananchi, wajumbe wa mkutano mkuu, kule tulikotoka, tulipo na tunapokwenda. Mwaka 2020 wakati diwani Godfrey Malema akiingia madarakani, upatikanaji wa maji katani hapo ulikuwa ni kwa 40% tu, na leo miaka 5 baadaye upatikanaji wa maji ni 99% na kuifanya mitaa yote 6 ya kata hiyo ya Nzega mjini Magharibi kupata huduma ya maji ya uhakika. Tunayokuja kujadili jambo linalohusu maendeleo yetu ndani ya miaka 5, hasa katika sekta ya maji. Mimi pamoja na hao wananchi naweza nikasema tumefanikiwa kwa 99%. Kwa miaka 5 ya uongozi wa diwani Malema, shule 3 za msingi za kata ya Nzega mjini Magharibi zimeneemeka. Kwenye kata yetu ya Nzega mjini Magharibi tulikuwa na shule za msingi 3. Moja, shule ya msingi ya Pilili, lakini 2, shule ya msingi ya Imeli, lakini 3, shule ya msingi ya Ushirika. Shule zote 3, mheshimiwa mgeni rasmi, kila darasa moja walikuwa wanasoma watoto kuanzia 150 mpaka 200. Kwa mwongozo wa Wizara ya Elimu inasema kila darasa moja watoto wasiopungua 45 mpaka 55. Hilo mheshimiwa DC, mheshimiwa mgeni rasmi tuliona, na miongoni mwa ajenda yangu kuhusu elimu ilikuwa lazima tuongeze madarasa, lakini pia tujenge shule nyingine mpya. Katika jambo ambalo lilifanya nisipate usingizi mara kwa mara, hasa ninapowakumbuka watoto wa maskini ambao wanaosoma shule ambazo hayana magari ya njano, nilikuwa najiona nina deni kubwa sana mheshimiwa mgeni rasmi. Nilikuwa na hamu sana
ya kuongeza vyumba vya madarasa. Nini faida ya kuongeza vyumba vya madarasa? Watoto wakiwa wachache ndani ya darasa, mwalimu anapata fursa ya kugundua na kuwajua ni mtoto gani ambaye anahitaji kusaidiwa na kupata msaada wa mwalimu. Kwa mantiki hiyo, katika miaka hii mitano tumeongeza vyumba vya madarasa kwenye shule zetu 3, vyumba vya madarasa 21. Kuhusu miundombinu ya barabara, miaka 5 iliyopita hakuna aliyekuwa anatamani kukatiza katika barabara za kata hiyo, hasa nyakati za mvua. Lakini leo ni story ya tofauti kabisa. 15 mpaka 20 kwenye kata yetu ya Nzega Magharibi hakuna barabara hata moja ambayo ungeweza kupita kwa gari. Ninapozungumzia hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye mtaa wetu wa ushirika kuna barabara ilibakia moja tu ambayo ulikuwa unapita kwa Mungu nisaidie, na barabara hiyo ni ile barabara ya kwa Josenyango kwa Bisegoa. Barabara zingine zote, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara zote zilikuwa zimeoza. Ulikuwa watu wote wenye magari walikuwa wanayapaki mjini, watu wote wenye magari walikuwa wanayapaki majengo. Alikuwa hakuna takibu mmoja wa kusema kwamba anatoka na gari lake mjini, ana uwezo wa kufika Ifkenda kwa salama. Hayupo. Baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wajumbe wa mkutano huo wanamzungumzia Godfrey Malema kama mmoja ya viongozi wa chapakazi walioyaleta mabadiliko kwa jasho na damu. Kwa majina naitwa Halima Katwe, ni mjumbe halmashauri kuu ya wilaya ya Nzega kutokea kata ya Nzega mjini Magharibi. Miaka 5 ya Mheshimiwa Godfrey Robert Malema ametekeleza kwa kishindo. Kwa mfano, mtaa wa Utemini watoto walikuwa wanahangaika kusoma, wanaenda kusoma ushirika, lakini kwa sasa mtaa wa Utemini una shule. Ukija kwenye upande wa sekondari, mtaa wa Humbi haukuwahi kuwa na sekondari. Watoto walikuwa wanatoka wanaenda kusoma mbali. Leo tuna sekondari kubwa sana ya kisasa. Kwa majina anaitwa Albogasti Joseph Kiwango, katibu mwenezi tawi la Majengo hapa. Kuna zahanati pale ushirika, nadhani toka Uhuru, Ipilili, toka Uhuru ndio zahanati ambayo imekuja kujengwa kwa kisasa sana kwa juhudi zake yeye katika kupeleka maendeleo kwa wananchi na huduma kwa wananchi wake. Mimi ni Jabir Zaolo, katibu mwenezi tawi la Ipilili. Dioni wetu amefanya mambo mengi, amejenga barabara, ameleta maendeleo na dispensary, ameleta maji, umeme katika upande wetu wa Magharibi kule Ipilili, yani kwa jina lingine ni Ipilili mpya. Kwa majina anaitwa Jennifer Charles Masanja, ni mkazi wa Ipilili na pia ni katibu wa vijana tawi la Ipilili. Kwa mfano kama kabla ya zahanati kujengwa, kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kutoka Ipilili mpaka kwenda wilayani, tulikuwa tuna changamoto kubwa sana. Niwashukuru wananchi wa kata yangu Nzega Magharibi. Kila endapo wanapozani tuna mapungufu huwa wanasema, na wakisema mimi huwa kama vile wananichaji, wanaongezea chaji. Kwa hiyo niwashukuru wananchi wote wa kata ya Nzega Magharibi.
Na hii ni sehemu tu ya safari ndefu ya miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Nzega mjini Magharibi, inayoongozwa na Diwani Godfrey Malema. Mimi niliyesimulia haya ni Christian Edward. Mpiga picha ni Emily Kasapa.